Na mwili Baraka One TV moja kwa moja kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na mimi ni Rajabu Akili Kabonga. Ili kuanza kupata habari zetu za moto kila siku, tafadhali like pia subscribe Baraka One TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok. Like na follow page zetu na hivyo utakuwa kwanza kupata habari zetu za moto kila wakati. Kwanza ni muktasari wenyewe wa habari za moto. Kivu ya Kusini, magaidi wa M23 wapora, wabaka na kuiba huko maeneo ya Luhija. Uvira, William Amuli ya Kutumba apokelewa kwa shangwe kwenye kanisa ndani ya jiji la Uvira. Kivu ya Kusini, wazalendo watakiwa kupigana na sio kutegemea vyeo kutoka serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na mkiwa ni tarehe 19 za mwezi wa 5 2025, ambako kuna sikiza matangazo yetu ikiwa ni asubuhi ya saa 12 saa za Afrika Kati, saa 1 majira Afrika Mashariki. Tembelea Baraka One TV channel 2 ili pia ukutane na matukio mengine, na usahau tu kwamba operation Sadam ndio bado inaendelea. Na kama hujaungana na operation hii, tafadhali tumia namba zetu hapo kwa screen ili uweze kuwasiliana na Baraka One TV. Na moja kwa moja tuanze na taarifa hizi kutoka huko jimboni Kivu ya Kusini, ndani ya kitongoji cha Luhija, ambako magaidi wa M23 wapora, wabaka, waiba huko maeneo ya Luhija. Wakaaji wa maeneo ya Luhija wanaendelea kuteseka kwa vitendo vinavyofanywa na magaidi wa M23. Juzi tarehe 17 za mwezi wa 5 2025, magaidi wa M23 waliingia katika kitongoji cha Luhija, huku wakiwapora wakaaji wa maeneo hayo, wakiiba pamoja na kubaka. Vitendo hivyo viliwafanya mamia ya wanakijiji kukihama kijiji hicho na kukimbilia katika kijiji jirani ili wapate usalama zaidi. Hayo yakiendelea, magaidi wa M23 walivamia kwenye kampuni ya uchimbaji madini ya Bandro na hivyo kuweza kuiba dhahabu ambazo zilikuwa kwenye akiba ya kampuni hiyo. Mengi na zaidi, huyu hapa mkaaji wa maeneo hayo ambaye tulizungumza naye kupitia Baraka One TV. Nipe habari ya Luhija. Nini kinaendelea sasa? Saizi kwa kweli jana tarehe 17 kujitokeza matukio moja hivi mbaya sana. Au warugaruga walichukua watu ambao wanaofanya kazi kwa ofisi ya Bando. Wote wakafungwa. Alafu wakapelekwa Bukavu. Kisa ni nini cha wao kuwakamata wafanyakazi wa Bandro na kuwapeleka Bukavu? Hatujui kisa, kwa sababu walikuja kuchukua kofre ya Bandro wakaipeleka Bukavu. Ngoja kwanza. Walichukua kofre ya maminere ama ya dolari? Ya minere. Ilikokuwa mpaka ni wakafika pale na wakaanza vipi mpaka wakachukua kofre? Ilikuwa wapi? Je, kuna watu ambao waliwapatia sinyali ke kofre iko fasi fulani ama nini kilitokea? Sasa kwa sababu sisi kwa jinsi watu wanavyosema, wanasema kuna vijana kama watatu walitokea Kaziba kuwaleta hapa ili waje waoneshe sehemu ambapo mali inapatikana. Wakati walipofika hapa, sasa ni Jumatatu, wananyanyasa watu sana, vitendo vya ubakaji. Yaani hapa tuko na usalama mdogo hapa. Hapa sio vizuri kabisa, watu wananyanyaswa. Sasa turudie kwanza hapo kwenye masuala ya dhahabu hapo.
kofre, yani wakaibeba na waliwapiga watu vijana pale na wakawabeba, kisha baadaye walichukua watu wakawafungia kwenye kampu. Alafu wakawachukua kila mmoja simu yake. Wakaanza kufanya checking ndani ya kampuni ya Bandro. Alafu ilipofika mida saa 7, wakawachukua wote wakapeleka Bukavu. Kulikuwa gari zao 4. Na gari za Bandro 3. Wakapeleka na wazungu wote. Poleni sana kwa huko Luinja. Na movement sasa iko vipi ya wakaji wa maeneo? Wakaji wanakaa na wasiwasi sana, wengi walikimbia kupitia hiyo swala ya ubakaji, wamama wengi wakakimbia, wakajielekeza Bukavu, lakini wababa wengi walibaki huko. Huko na message gani kwa wazalendo na kwa gouvernement? Ninataka kusema hivi, wazalendo watusaidie kwa sababu huko kabisa tunakumbwa sana. Watusaidie huko. Kwanza jinsi na kutumia zarani kidogo. Hawa warugaruga, hawa wakahoko wako wanadanganya watu kwa kutoa message aseme raia mnawapenda, mnawafurahia, mnawakaribisha na mnaishi nao vizuri tu. Hamna, hiyo yote ni uongo tu. Utaka kujipendekeza wenyewe, lakini hamna hata raia mmoja ambaye anaweza kuwafurahia. Kwa vitendo anavyofanya? Hamna kabisa. Okay. Sawa bwana, asante. Tunashukuru kwa ujumbe wako. Ujumbe utakuwa umefika na wakongomani na serikali pia wazalendo watausikia vizuri sana. Asante bwana. Asante baba, tunafurahi sana. Okay. Na baada ya taarifa hizo kutoka huko maeneo ya Luinja, na moja kwa moja tujielekeze jijini Uvira ambako William Amuli Yakutumba apokelewa kwa shangwe, vifijo na nderemo kwenye kanisa ndani ya mji wa Uvira. Kiongozi na mratibu wa wazalendo jimboni Kivu ya Kusini upande wa kusini mwa Kivu, William Amuli Yakutumba alipowasili ndani ya jiji la Uvira aliweza kupokelewa kwa shangwe, vifijo na nderemo alipohudhuria misa hiyo siku ya Jumapili kwenye kanisa moja ndani ya jiji la Uvira. Bwana Yesu asifiwe. Bwana atukuzwe. Asante sana. Kwa majina tunaitwa William Amuli Yakutumba. Tunapenda kushukuru sababu leo tumepata muda wa kuja kushiriki na nyinyi pamoja hapa, sababu imekuwa miezi karibuni 3 tangia sisi tuingie hapa katika teritoria ya Uvira, na shabaha kubwa ya sisi kufika hapa ilikuwa kwa ajili ya vuguvugu ya adui M23 ambaye alikuwa akijielekeza kwa kasi kuelekea huko. Tukasema kwamba ni lazima tuje tuangalie namna gani tutazuia hiyo hali. Huyu hapa ni mke wangu. Fatuma William ndio mke wangu. Sisi ni watu ambao tumeokoka, tunaamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wetu. Nimepokea ubatizo wangu mimi katika kanisa la Methodiste Uru. Yaani niko mtoto wa kanisa hili.
ndio kwenye floor. Na wakati tuko huko tuliona leo mara mingi tunafikaka hapa sababu ya ziara za kazi. Lakini leo tuliona kwamba ni lazima tushiriki na nyinyi pamoja na nipate kujionyesha kwamba mimi ni mtoto wa kanisa hili. Bwana Yesu asifiwe. Huyu ni mke wangu ambao tumeunga ndoa. Tayari tumebarikiwa, tumeunga ndoa na yeye. Bwana Yesu asifiwe. Si wake na wawili hapa. Bwana asifiwe. Asante sana. Nadhani naweza onyesha pia. Bwana simama, nadhani ni wajumbe wananisindikiza katika ibada. Ndugu hapa yeye ni mtoto pia wa hili kanisa. Anaitwa kwa jina Adolphe Lusumba. Amen. Bwana umesimama pia. Unaitwa nani pia? Amen. Nadhani hawa ni watu wawili ambao wananisindikiza. Wale wengine ndio ni vile. Kila mtu anaangalia. Bwana asifiwe. Wako na kazi yao ya usalama. Amen. Nadhani ni ile tu nilipenda kusema kwamba tunashukuru sana kuja kushiriki pamoja nami hapa na Bwana azidi kutubariki sote. Amen. Na mwini Baraka One TV ambayo uko unasikiliza kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, saa 12 saa za Afrika Kati, saa 1 majira ya Afrika ya Mashariki. Na usikose kutembelea pia Baraka One TV channel 2. Unafuata matangazo yetu kutoka nchini Marekani, kutoka Australia, kutoka Canada, kutoka Europe, South Africa, Central pamoja na East Africa. Ejide Kizenga Tembele King Seleman, the only one King kutoka USA, ambao wako wanasikiliza Baraka One TV. Kizabe Ayeba pamoja na ndugu jamaa na marafiki unaendelea kufuatilia Baraka One TV. Na baada ya matangazo yote hayo kutoka jimboni Kivu ya Kusini, na tubaki tu maeneo ya Kivu ya Kusini ambako wazalendo wanahitajika kutegemea vyeo kutoka serikalini, bali wapo kwa ajili ya kupigana na sio kutegemea vyeo vya serikali. Raia wengi wamekuwa wakiwataka wazalendo kuweza kujimarisha na kuwa stronger zaidi ili kuweza kupambana na adui ambaye ni M23 Lanspev Congo pamoja na RDF, huku wakiwasi wazalendo kutokutegemea vyeo kutoka serikalini, maana vyeo hivyo ndivyo vinavyowaponza baadhi ya majenerali ambao wanafanya kazi na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Amuli ya Kutumba, generali ya Sud Kivu. Felicitation kwanza. Na kitu kingine natafuta semea we na kifupi, acha gouvernement si pare mbele yako ya kusema kio proposition tunapropose weye ukuwe chef d'etat major, tunatafuta propose weye ukuwe hivi na hivi. Ile iko mumoya ya kutafuta kungusa puissance yako irudie nyuma. Muone kwanza mzuri banduku, atuko batoto. Goma ilinguka pale, bazenero balikuwa kombe plus de 12 à 13, kama 16 zenero balikuwa pale. Balifanya nini? Balidefendre nini? Muzalendo sana tafuta atake adui ya atake M23. Unasikia ule colonel moya alikuwa pale porte parole ya FARDC iko na dematiri ono bao banakuya tu hapa kufanya tu defensive, abakuya kugombana na M23. Bazalendo basi atake M23. Bon, biko kusese le fait, unaona ba distraction ya hivi. Mwisho yote unaona ke M23 anafanya reorganisation, na ziorganize na sotele babu mara moya anakamata mwingine. Na biko pale. Alors baache ku distraire wazalendo.
kusema wao banapenda bazalendo bakwe bajesi mkamilifu. Eske sasa balikuwa napigana biko bajesi kamilifu? Mbali na generali Amuli ya Kutumba kusimamie Fizi pale kufika paka Uvira, mimi nawaza kilikuwa deja pale nisaenda si bale ba viongozi balikuwa deja banakamata designation ya kuenda wapi Kalemi. Si a partir ya Uvira mimi nawaza ke munyana kamata responsabilite ame ni Amuli ya Kutumba. Na asante sana kuendelea kuwa pamoja na Baraka One TV. Ikiwa ni saa 12 saa za Afrika Kati, saa 1 majira Afrika Mashariki, na hapo ndipo tunakwenda kumwonanga kwenye matangazo yetu ya asubuhi hii. Tukutanane majira ya saa 6, saa 9 pamoja na saa 12 kwenye habari zingine za moto. Mimi ni Rajabu Akili Kabonge, the one and only town DJP.